wameweka mchango mkubwa wa fedha na infrastructures katika tukio letu. Nashukuru sana CRDB pia kwa kutufungulia mlango. Bright Africans ni taasisi ambayo imeelezwa, watu wengi tumeisikia, na bahati nzuri tumekuwa na wanachama wengi au members wengi wa Bright Africans across the country, na hii inapaswa kutoka nje ya mipaka. We have plans ya kutoka nje ya Tanzania pia, kama jina linavyojinasibisha, ni Bright Africans. Na kwa kufanya hivyo, tumeona leo kazi kubwa ambayo inafanywa na Bright Africans ni kuleta fursa kwa vijana ambao wako tayari na hata wale ambao hawako tayari. This is a platform where you can be able to learn, we can be able to pick ideas, we can be able to pick the right mindset, na kwa kufanya hivyo tunaenda kubadilisha maisha yetu. So leo tuko hapa kwa ajili ya hafla maalum ya kuzindua na kufungua mlango wa Amini Unaweza Tour 2026. Na heshima hii tumeipa fanyike hapa kwenye mkoa wa Dar es Salaam, na kama ilivyoelezwa tutakwenda kwenye mikoa mitano itakayotoa fursa ya watu vijana kupata nafasi ya kukutana na watu watakaowapa elimu, watakaowapa ujasiri wa wao kufanya mapinduzi katika maisha yao. Lakini kwa kipekee tunaye mgeni kutoka Iringa ambaye ndio amekuwa mgeni rasmi, na tunafanya hivyo kwa sababu Iringa ndio itakuwa hafla yetu ya kwanza ya Amini Unaweza Tour itakayofanyika katika mkoa wa Iringa, ikikava area nzima ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima hiyo tutaenda kufungua tour yetu katika mkoa wa Iringa, na naamini kwa mapokezi makubwa ya wewe kwanza kuja kutupokea tukiwa kwetu ni heshima kubwa, na naamini Iringa na Nyanda za Juu Kusini tutakuwa na hafla nzuri sana. Niwashukuru sana pia wasemaji mbalimbali ambao wamekuwa hapa. Siza, nakushukuru sana. Mind yako iko very sharp na tumekuwa tukijifunza mengi kutoka kwako, na leo umetupa shule hapa, pamoja pia na wasemaji mbalimbali, my sister, lakini pia sponsors wetu, pamoja na kupata nafasi ya kushiriki kwenye kutuchangia, lakini mmetushiriki pia kutupa knowledge ya safari zenu za kimaisha. Tukianza na Precision, tumeona jinsi gani safari ya mafanikio ina hatua nyingi, na kila hatua ina count. Haujawa CEO wa Precision Air kwa bahati mbaya, ulipita kwenye hatua sahihi mpaka kufika hapa. M1 same thing, kampuni ya telecom na technology pia. Kutoka Mbeya University. Nakumbuka mwaka 2006 wakati huo bado nasoma, tulikwenda kucheza mashindano ya vyuo vikuu Mbeya pale. Na kipindi hicho ilikuwa inaitwa Mbeya Technical College. Kama si Mbeya Technical, something like that. Na ilikuwa na vijana wazuri kwenye football, very competitive. Kutoka Mbeya mpaka umekuja Dar es Salaam na umefanya vizuri. Sasa hivi watu wanakutegemea. Umetaja taasisi kubwa mbili ambazo zingeweza kuchukua watu wa taaluma kutoka nje ya bara la Afrika kabisa, kampuni kama Azam Marine, lakini zinapoweza kukuamini ni jitihada kubwa ya utendaji kazi. Kwa hiyo tunakupongeza, na hii historia inatupa nafasi ya kuamini tunaweza, kama slogan yetu katika tour hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla hatujafika mwisho, nisingependa pia kuongea sana. Kabla hatujafika mwisho wa kufanya huo ufunguzi, nilisema hapa na pamphlet hii ya kusoma. Naomba nimsomeshe mtu anaitwa Hamisi Musa Tola. Umemwona mheshimiwa mgeni rasmi, umemwona? Ukisikia Amini Unaweza, unaweza kaa. Ukisikia Amini Unaweza na kile ambacho kimefanyika hapa mara 2-3 cha kuchukua opportunity, ndiyo Hamisi Musa Tola alichokifanya. Amechukua hiyo opportunity
ya kunipa andiko lake hapa hapa la kibiashara. Ikiwa wengine labda tunafikiria tuko kwenye session tu ya kujifunza, yeye akaamua kuchukua hatua. Na Hamisi kuna somo hapa, nataka nilisome ili wote tuweze kujifunza. Nataka muone page yake ya kwanza kabisa inafunguliwa na kitu gani. Naomba nisome. I feel shame for preparing this small business project plan with a little amount of money of Tanzanian shillings 2.5 billion proposed for young men and educated like me today. You're opening, yeah? Small business project yenye thamani ya 2.5 billion. Anaendelea, anasema, I wish I could do this when I was standard 7. Sijui kama mnaielewa, yeah? At Mvule Primary School in Mvuleni Village, Lindi region. But I promise myself I won't repeat again to prepare a small business plan like this. When this is successful, and I will have no option to feel excited and proud of myself that all people involved in this business project plan, logistics and transport, expert Mr. Hamsini Tola. Sitaki kuendelea na ziada. Huyu Bwana Hamisi amechukua hii opportunity hapa hapa tulipo. Hajasubiri Amini iwe launch. Hata ufunguo wa Amini hatujaufanya. Sasa yeye ameamua kuchukua hiyo initiative. Nichukue fursa hii kukupongeza Hamisi. You've done something very, to me, I am very proud of your courage. I'm very proud. Na naamini utafanikiwa. Kwa hili wazo, kwa bahati nzuri mimi ni mtaalamu wa miradi, ni wazo ambalo liko very doable, very doable. Even though the amount inaonekana ni kiasi kubwa, lakini hii opening inaidogosha hiyo amount, na unajifunza kwamba nahitaji kujua zaidi kwa nini 2.5 ni ndogo. If it's a business and it's a startup business, kwa nini 2.5 billion ni kiasi kidogo? So inakufanya uendelee kufungua hizi page, na ndio nilichokifanya sasa. Nikaanza kufungua, kusoma, hesabu zake zikoje, return on investment ikoje, na nikagundua kweli 2.5 ni kiasi kidogo kwenye biashara anayozungumza. Kwa hivyo, na hii ni somo. Wote hapa tumekuja kujifunza. Na kujifunza kwenyewe ni kuchukua opportunity. You don't have to sit back and relax if you want to make a step. If you want to move, you have to make a step. Na hiki ndicho ambacho hasa kinatulenga kwenye Amini Unaweza. Make a step. Mguu wa kutembea wanasema siku zote una baraka. Kwa Hamisi umeweka step, na hili ni somo sio tu kwako, lakini kwa vijana wote, ya kwamba we need to make a move tukitaka tufanikiwe. Nakushukuru sana kwa funzo hili. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wote ambao mmeshiriki kuifanya hafla hii kuwa nzuri zaidi, na niwapongeze watendaji wa Bright Africans, nikianza na CEO wetu. You're doing a good job. Na Mheshimiwa DC ametueleza hapa ya kwamba serikali ina kila sababu ya kuunga mkono hizi jitihada. Vijana kupitia Bright Africans wameamua kutafuta njia ya kufanikiwa kwenye maisha. Tuna makundi mengi ya vijana ambayo mimi naamini yote yana uwezo, lakini kila kitu kinahitaji jitihada. Na kinachokwenda kufanyika hapa ni kuwafungulia milango vijana ambao wameamua kuweka jitihada. Sisi sote hapa, kila mmoja ana talent ambayo inaweza kumfikisha mahali. Kinachohitajika ni kuwafungulia milango vijana kufika kwenye hizo destinations ambazo kila mmoja anazitamani. Kwa Mheshimiwa DC, tumeshukuru sana kwa kauli yako kwa niaba ya serikali.
serikali ina kila sababu ya kuunga mkono jitihada za vijana, badala ya kupoteza muda mwingi kwenye social media ambazo pia zina fedha. Kiredio, mdogo wangu, ni sehemu ya somo la jinsi gani social media inaweza kutengeneza maisha, na tunajifunza kutoka kwako, na ni somo kubwa kwa content creators. Lakini jitihada hizi zinafanywa kwa mpango na mkakati ambao ni sahihi. Tumeona social media hiyo hiyo inaweza kupelekea ukawa na platform ya kujifunza, ukawa na platform ya kutengeneza network, ukawa na platform ya kufanya biashara, ukawa na platform ya kukuburudisha, na hizi zote ni njia ambazo vijana wanaweza kuzifikia. Kwa hivyo, Mheshimiwa DC, tunakushukuru kwa niaba ya Bright Africans kama serikali, na tunaamini serikali itaendelea kuunga mkono jitihada za vijana hawa, na mwisho wa siku opportunities ambazo zinatokea zirudi kwa vijana ambao tayari wameshaonyesha nia. Milango ikifunguka, vijana wengi watanufaika, na taifa hili mimi naamini lenye watu milioni 65 with 60+% wakiwa ni vijana, basi tutaisogeza nchi yetu kwenye mafanikio makubwa sana. Tunakushukuru sana, na sasa kwa niaba ya Bright Africans na board pamoja na watendaji, tuko tayari sasa kuzindua Amini Unaweza Tour 2026.